na ule mstari wa mlango wa 4 mstari wa 2. Malaki mlango wa 4 mstari wa 2, Biblia inasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Na neno la Mungu katika kitabu cha nabii Isaya ule mlango wa 57 mstari wa 20 na wa 21, bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Na Zaburi ya 85 mstari wa 10, fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimehusiana. Na kauli mbiu inayotuongoza ni ile kauli mbiu kabisa ambayo imetumika duniani kote na wanafalsafa wengi duniani: no justice, no peace. No justice, no peace. Hapana amani, hapana haki, hapana amani. Hapana haki, hapana amani. Mabibi na mabwana, katika ibada hii asubuhi ya leo tunaendelea na mada yetu, jua la haki, the sun of righteousness, jua la haki. Na asubuhi ya leo tunaangalia dhambi huzuilia mema. Dhambi huzuilia mema, au zuio la mema linatokana na dhambi. A stumbling block. A stumbling block. Na tafadhali soma pamoja nami kitabu cha Yeremia ule mlango wa 5 mstari wa 20 mpaka wa 25. Kitabu cha nabii Yeremia ule mlango wa 5 mstari wa 25, mlango wa 5 mstari wa 20 mpaka wa 25. Kitabu cha Yeremia ule mlango wa 5 mstari wa 20 mpaka wa 25. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amina. Neno la Mungu lasema hivi: tangazeni neno hili katika nyumba ya Yakobo, litangazeni katika Yuda na kusema, sikieni neno hili enyi watu wajinga, msio na ufahamu, mlio na macho ila hamuoni, mlio na masikio ila hamsikii. Je, mliniogopa mimi, asema Bwana? Hamkutetemeka mbele za uso wangu, mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari, kwa amri ya daima isiweze kuupita? Mawimbi yake yajapoumuka hayawezi kushinda nguvu, yajapovuma sana hayawezi kupita. Lakini watu hawa wana moyo wa kuasi na ukaidi sana, wana moyo wa kuasi na ukaidi, wameasi, wamekwenda zao, wala hawasemi mioyoni mwao, basi na tumche Bwana Mungu wetu, aletaye mvua, na mvua ya mwaka na mvua ya vuli kwa wakati wake, na kuweka juma za mavuno zilizoamriwa. Maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Nitarudia tena: maovu yenu yameyageuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Na tafadhali hebu soma tena pamoja nami katika kitabu cha nabii Isaya ule mlango wa 59 mstari wa 1 mpaka wa 10. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 59 mstari wa 1 na wa 10, na Biblia inasema hivi:
Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana atendaye haki, wala hapana atendaye kwa kweli. Hutumainia ubatili, hunena uongo, hupata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Huangua mayai ya fira na kusuka wavu wa buibui. Yeye alaye mayai yao hufa, na hilo livunjwalo hutoka nyoka. Nyavu zao hazikuwa mavazi, wala mataji mikononi mwao. Miguu yao hukimbilia mayai, nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia. Mawazo yao ni mawazo ya uovu, ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia kuu zao. Njia ya amani hawakuijua, wala hapana hukumu ya haki katika mienendo yao. Wamejifanyia njia zilizopotoka, kila apitaye katika njia hizo hajui amani. Kwa sababu hiyo hukumu ya haki mbali nasi, wala haki haikumfikiria. Twatazamia nuru, na kumbe likatokea giza. Twatazamia mwanga, lakini twaenda gizani. Nitarudia, twatazamia nuru, na kumbe latokea giza. Twatazamia mwanga, lakini twaenda katika giza kuu. Twapapasa, twatafuta ukuta kama kipofu. Naam, twapapasa kama watu wasio na macho. Twajikwaa wakati wa dhuhuri, kana kwamba ni wakati wa ukungu na wa alfajiri. Kati yao waliokwenda tumekuwa kama wafu. Na hili ndio neno la Mungu. Amen. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, asante tena kwa ajili ya pendo lako la kimbingu asubuhi ya leo. Wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa, na matendo yako yanatisha kama nini. Umekuwepo Bwana, umekuwepo vizazi baada ya vizazi. Uaminifu wako unakaa katikati ya watu wako daima. Na mimi ninakuadhimisha kwa ajili ya saa na majira haya tena, nikikusihi upende kusema na kanisa lako waziwazi alfajiri ya leo, wala usinyamaze. Ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure. Utubariki Mungu Mwenyezi kwa pumzi ya neno lako. Na sasa saa imefika, na sasa ipo. Ujitwalie utukufu, umtukuze mwanao katikati yetu, na kumwadhimisha Roho Mtakatifu katika adhimisho ya uweza wa neno lako katikati yetu. Na heshima na utukufu na uweza na enzi na nguvu zina wewe, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma. Na katika Kwaresma hii leo ni siku ya 15, na tuna mada yetu inayosema jua la haki, the sun of righteousness, jua la haki. Na asubuhi ya leo tunazungumza juu ya dhambi huzuilia mema. Mada yetu fupi, dhambi huzuilia mema. Huo ndio ujumbe wa leo, dhambi huzuilia mema. Na tunaangalia juu ya stumbling block. Na mabibi na mabwana, katika neno nililosoma katika kitabu cha Yeremia na katika kitabu cha Isaya, ni habari za Mungu wetu anapotuma manabii na kwa vinywa vya manabii kusema na mioyo yetu. Na ni wakati huu tu wa Kwaresma ambao pia tunapata neema ya kutafakari njia zetu, kutubu na kuungama, maungamo ya wazi na maungamo ya siri, na kutengeneza nidhamu yetu binafsi, kutengeneza our self discipline, nidhamu binafsi inayoweza kutusaidia kuwa na maadili
yanayotuepusha na madhara yanayotokana na dhambi. Mabibi na mabwana, katika kitabu hiki cha Yeremia ule mlango wa 5 mstari wa 25 pase, ninataka kusoma hapo. Kitabu cha Yeremia mlango wa 5 mstari wa 25, nataka usome pamoja nami. Biblia inasema hivi: maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Nitarudia: maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimezuilia mema msiyapate. Na hapa tunazungumza juu ya dhambi huzuilia mema, na tunapoangalia namna ambavyo dhambi ina tabia ya kuzuilia mema, tuna mambo machache hapa ya msingi. Kwanza, dhambi ina nguvu. Dhambi ina nguvu na uhalali wa kuzuia mema yasimjilie mtu, hata kama ni haki yake. Nitarudia: dhambi ina nguvu na uhalali wa kuzuia mema yasimjilie mtu, hata kama ni haki yake. Na hapa unaweza ukatazamia nuru likaja giza, ukatazamia mwanga na likaja giza kuu, na maovu hugeuza hayo mema. Maovu hugeuza hayo mema. Mabibi na mabwana, kama kuna jambo ambalo tumeliangalia jana pia ni juu ya ukwazo au zuio, na hapa tunazungumza juu ya zuio la mema. Zuio la mema, unatazamia hiki kinakuja kingine, unatazamia mema yanakuja mabaya. Ni kwa sababu wakati mwingine ni kazi ya dhambi. Dhambi inayotenda kazi ndani yetu ni kwa vile imeandikwa mshahara wa dhambi ni mauti. Na kwa kweli mara nyingi vitu vinakufa ndani yetu ni kwa sababu ya dhambi na uovu. Lakini pia anasema mema yamegeuzwa. Anasema maovu hugeuza, maovu yenu yamegeuza haya, katika kinywa cha nabii Yeremia anaposema wakati wa mvua za vuli, wakati wa mvua za masika, majira ya kupanda na kuvuna yanageuzwa, wakati wa mavuno yanageuza. Nasema maovu yenu yamegeuza haya, yamegeuza nguvu ambayo ipo ndani yako, katika labda elimu ambayo umesoma na namna ambavyo Mungu amekujalia katika kusoma, na una nafasi nzuri tu ya kufanya mambo katika maisha yako, lakini maovu yamegeuza haya. Ni mambo gani ambayo katika maisha ya kwako ukiangalia unaona kabisa nilitazamia nuru lakini likaja giza? Lakini kuna namna ambavyo maovu yamegeuza haya niliyoyaangalia, niliyoyatazamia katika maisha ya kwangu. Mabibi na mabwana, katika hoja ya msingi hapa ambaye nitapenda labda pengine kuangalia katika kitabu cha Biblia, mema na nafasi ya Ruben mzaliwa wa kwanza wa Yakobo yalizuiliwa na kugeuzwa. Mema na nafasi ya Ruben mzaliwa wa kwanza wa Yakobo yalizuiliwa na kugeuzwa. Hebu naomba tafadhali usome pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 49 mstari wa 2 mpaka wa 4. Kitabu cha Mwanzo 49 2 mpaka 4. Mwanzo 49 2 mpaka 4. Biblia inasema hivi: kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Ruben mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji. Basi usiwe na ukuu wala sababu usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi, alikipanda
kitanda changu. Nitarudia mstari wa 4. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi alikipanda kitanda changu. Mema na nafasi ya Ruben, mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, yalizuiliwa na kugeuzwa. Wakati baba yao Israeli anapotoa baraka ya daima, baraka ya kivizazi, generation blessings, baraka ya kivizazi kwa watoto wake, anapomtamka Ruben kama firstborn, ambaye ndiye alikuwa na nafasi kwa kabila la Wayahudi, Waebrania, Waisraeli, kwa mujibu wa taratibu zao, mtoto wa kwanza ndiye ambaye anarithi hizo blessings, hizo baraka. Lakini anasema wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza kweli, ni limbuko ya nguvu yangu kweli, una uhalali wa kila kitu kabisa, lakini kwa sasa usiwe na ukuu, umezuiliwa kwa sababu ya uovu na dhambi. Na wale wanaofahamu katika Biblia na wanaoelewa ni kwamba huyu mzaliwa wa kwanza wa Yakobo alienda akafanya zinaa na masuria wa baba yake, au michepuko ya baba yake, akaenda akafanya nao zinaa, na baba yake Yakobo akasikia. Hii ni dhambi mbaya ambayo Ruben aliifanya, na ikamzuilia ukuu wa yeye kuwa firstborn, kuwa mzaliwa wa kwanza wa haki, na hakuweza kusimama katika haki ya uzaliwa wa kwanza. Na Biblia inasema badala yake alikuja kupewa mtoto mwingine wa Yakobo anaitwa Yusufu, ambaye ni mtoto wa 11 katika uzao wa Yakobo. Huyu wa kwanza akakosa. Na nilishafundisha na hata leo acha nikumbushe. Ukiangalia kati ya Yusufu na Yakobo ni kama kati ya Yusufu na Ruben ni kama kuna historia au habari inayofanana. Kwa sababu ya Ruben alikipanda kitanda cha baba yake kwa kufanya zinaa na wanawake ambao walikuwa ni wake za baba yake. Ni kama alienda kuzini na mama zake wadogo. Lakini Yusufu, hata mke wa Potifa alipomtaka katika dhambi ya zinaa, Yusufu alikataa. Kwa hiyo huyu alikataa, huyu alikubali. It is about life discipline. Ni juu ya nidhamu ya maisha. Kwa hiyo sasa Yusufu anachukua ukuu kwa sababu aliweza kushindana na hiyo dhambi, na alikuwa na life discipline, ambacho nitarudia mara zote katika maisha yangu ya kichungaji. Sintaacha kuhubiri juu ya maadili, juu ya maisha yanayomaanisha sura ya Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku. Inawezekana ikawa ni injili iliyopitwa na wakati, lakini ni injili iokoayo. Bwana asifiwe. Ndiyo injili iokoayo. Inawezekana unateseka kwenye maisha yako, na ningeweza kukutapeli, njoo nikupake mafuta, njoo ukanyage bendera, njoo ule keki ya upako, njoo kuchukua sabuni za upako. It is nothing, kwa sababu mema yamezuiliwa kwenye maisha yako. Na yamezuiliwa kwa sababu ya only dhambi. Dhambi inazuia mema kwenye maisha ya mtu. Mema yalizuiliwa katika maisha ya Ruben. Unaonaje kwenye maisha yako? Ni mambo gani ambayo tunasema mema yamezuiliwa katika maisha yako ya kawaida? Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo nataka nikuhakishie kwa neno la Mungu. Inawezekana kuna mahali ambako tunapitia pagumu kwenye maisha yetu, lakini ni kwa sababu mema yamezuiliwa. Tumekutana na a stumbling block. A stumbling block ambayo tumekuwa blocked kwenye maisha yetu kwa sababu ya dhambi na uovu. Manake Biblia inasema sikio langu si zito hata lisisikie maombi ambayo watu wangu wanaomba, wala macho yangu si mazito, wala si kipofu, wala si kiziwi, wala mkono wangu si mfupi hata nishindwe kuokoa. Lakini dhambi zenu zimewatenga ninyi na uso wangu. Mlitegemea nuru, likaja giza.
Sasa kuna mambo machache hapa ambayo ningependa uweze kuelewa sawa sawa. Na ni namna gani dhambi inazuia na kugeuza mema. Dada mmoja katika hizi nchi za Afrika Mashariki nilikutana naye mimi New York, Marekani. Na huyu dada yeye alisoma na alipata neema ya kusoma vizuri na akapata ufaulu mkubwa sana katika shule aliyokuwa anasoma alipofika form 6, na kwa neema ya Mungu vyuo vikawa vinampigania. Kwa hiyo akapata university moja miongoni mwa university nyingi zilizokuwa zinamtafuta kwa sababu ya ufaulu. Yaani vyuo vikuu vilikuwa vinampigania kutengeneza anwani ya chuo kulingana na namna alivyokuwa na brain. Ni wale watoto wanaozaliwa wenye akili zilizopitiliza, wenye uwezo, wenye nguvu, wenye uwezo katika akili. Ni miongoni mwa hao binadamu wachache wanaoweza kuishi juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo ule ufaulu wake ulitisha. Kwa hiyo university nyingi duniani ikiwepo Uingereza, Canada na wapi wakahangaika naye, lakini bahati nzuri akapata nafasi kwenda Marekani. Na kule sasa kwa neema ya Mungu alipata nafasi ya kwenda kusoma Harvard. Na alipomaliza masomo yake, alipokuwa kwenye masomo yake, alichukua degree ya kwanza na degree ya pili akaunganisha, na alikuwa anapaswa kwenda kwenye PhD. Ufadhili wake ulikuwa pale, sponsorship. Lakini pia Marekani walimpa green card, walimpa uraia kwa sababu ya brain. Najua kuna nchi zinazonunua brain duniani, lakini Marekani ndio nchi ya kwanza inayonunua brain. Binadamu mwenye brain duniani soko lake liko Marekani. Marekani wananunua hao watu, wakampa uraia, kila kitu. Sasa akiwa kwenye masters program, wakati anamalizia masters program ili ajoin PhD Harvard University, na akiwa ana perform to the maximum, akapata likizo akaja nyumbani Afrika. Alipokuja nyumbani Afrika, nataka nikuambie, alikuwa ni binti mwenye discipline, alijitunza. Lakini anasema kwa muda ule ambao haukupungua miezi 3 ya likizo, alitokea baba mmoja, ni mume wa mtu. Alihangaika na huyo dada sana. Yaani alihangaika naye, kila baada ya dakika 2 message, simu, message, simu, message. Yaani akahangaika. Ni namna gani alimrubuni yule binti. Anasema hata mimi mwenyewe mpaka kesho siwezi kuelewa. Dhambi inamtafutaga mtu. Na hizo ndio tunasema stumbling block. Namna unavyoweza kublokiwa kwenye maisha yako. Sasa amehangaika naye huku na huku, yule dada akafanya mistake kwa sababu ya kuzidiwa na ushawishi, akafanya naye zina. Dhambi huzuilia mema na hugeuza mema. Huyo aliyekuwa amenunuliwa na kupiganiwa na Marekani, alipokutana na huyo mwanaume, ni usiku mmoja, a single night, a very single night. Hiyo siku moja ananiambia, mchungaji, nilipata madhara ambayo siwezi tena kurudia kwenye maisha yangu. Usiku ule ule nilipata mimba na mume wa mtu. Usiku ule ule niliambukizwa HIV. Usiku ule ule future yangu na nyota yangu na mwanga na nuru na kila kitu kilizimika. Manake niliporudi huku nilijikuta nina mimba. Nilipoanza kliniki najikuta kwamba nina maambukizi ya HIV. Nimerudi Marekani. Ninahangaika, nikapata mshtuko mkubwa na pressure. Sukari ikashuka, nikapata shida ya moyo. Haraka sana nikapata shida ya figo. Can you imagine? Ni siku moja. Anasema wakati ninahangaika hivi, nikaendelea mbele na maisha yangu, najaribu hata kulelea mimba. Wakati wa kujifungua, kwa sababu ya pressure na kwa sababu tayari nimeshaanza kupata hizo kidney failure, nishaanza kupata shida ya figo, nikazaa mtoto. Wakati wa uzazi huku na huku, mtoto akashikwa vibaya na manesi wakati wa kuzalishwa, kwa hiyo akavutwa vibaya, nikapata mtoto ambaye ni abnormal, ambaye pia ni hawa watoto wenye autism. Kwa hiyo nikapata mtoto ambaye ana usonji. Na wakati huo sasa
nilipokuja kugundua baada ya kutoka kwenye uzazi, nimezaa, nimekuja kuona mtoto wangu, na baada ya mtoto kukua nikaona miezi michache mtoto ana shida, au mwaka mtoto ana shida, stress. Nikiangalia maisha yangu, nimeshindwa kujoin PhD, ninaumwa, nina matatizo ya kunitosha. Nikiangalia mtoto nikapata stress mbaya, na kwa sababu hiyo nikapata kichaa. Kwa hiyo sasa ninabadilisha damu mara 5 sijui kwa wiki, lakini pia ninasafisha damu kwa sababu nina shida ya figo, ninatumia dawa za ukichaa. Nina mtoto ambaye ana shida hiyo ya usonji, na maisha yangu siwezi kufanya kazi. Nina green card, nilikuwa nina kila kitu, na nilikuwa naona vision yangu, nilikuwa naona mahali ambako ninaenda. Yeremia mlango wa 5 mstari wa 25. Hebu niwekee tena pale. Yeremia mlango wa 5 mstari wa 25. Biblia inasema hivi: maovu yenu yameyageuza haya. Hebu soma pamoja nami. 1, 2, 3. Maovu yenu yameyageuza haya, na dhambi zenu zimezuilia mema msiyapate. That is the word of God. Mabibi na mabwana, kwenye maisha yetu ya kawaida ni lazima uangalie ni mema yapi ambayo kwenye maisha yako unaona yamezuiliwa. Hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma. Ni mahali ambako tunapata siku 40 za toba na maungamo, na kumwomba Mungu yale mema yaliyozuiliwa katika maisha yetu yaweze kuondolewa, na tuondoe kabisa pale ambako tunaona a stumbling block. Yule mwanaume ni mume wa mtu, hawezi kumuoa. Maisha yake alikuwa yanataa, yameshaonyesha green. Unajua kuna maisha ambayo yameshakuwa na green light. Naona kabisa hii ni green light, na ana green card ya Marekani, lakini iliishia kwenye usiku mmoja wa dhambi. A stumbling block. Mema yamezuiliwa yasiwapate. Lakini pia kuna mema yanayozuiliwa yasitupate, tusikutane. Mema yako yapo, lakini kazi ya dhambi ni kuzuia mema yasikupate na kugeuza hayo mema yasikujie kabisa, yanarudia njiani kabisa. Nimeona sio mara moja. Zitafakarini njia zenu. Hii ni Kwaresma. Mama mmoja alizaa watoto 5, wavulana 5, kama timu ya mpira, wavulana 5 kwa operation. Akawalelea kwa shida kubwa kijijini, na alikuwa na uzao wa mapacha mara moja, na watoto 3 walizaliwa kila mmoja na tarehe yake. Akasomesha watoto wake kwa vibarua na makovu ya operation. Watoto wakakua, Mungu akawasaidia, wakawa na akili sana, na Mungu akawasaidia wakapata kazi nzuri sana, wakawa watoto wenye uwezo, familia nzima. Watoto walipopata kazi, baba yao akaanza sasa. Baba amejengewa nyumba, watoto wamenunua gari, wamemletea gari ya familia kijijini. Na siku zote gari ukinunua ukipeleka kwenye nyumba, baba ndiye anakuwa ni gari yake, sio mama anaendesha gari. Bibi wa kijijini anaendesha gari saa ngapi? Lakini baba amechukua gari, maisha yameanzia hapo. Baba ana furaha, anatangaza mimi. Unajua Biblia imesema wasiwazi ya kwamba mtoto mzembe mama mari, kiumbe mzito ni mzigo wa mamaye. Lakini mtoto akishakuwa na akili, huyo ni mali ya baba, ni fahari ya baba, ni heshima ya baba. Tumsifu Yesu Kristo wanaume. Hivyo ndivyo Bwana alivyosema. Kwa hiyo yule baba anatangaza kijiji kizima, jamani na watoto. Mistake aliyofanya yule baba, akaanza kumtesa mama kwenye nyumba. Kaanza kumtesa yule mama ambaye watoto walitolewa ubavuni mwake kwa kuchanwa na kisu. Akaenda kaoa mabinti wadogo kuliko watoto wake.
Akaanza kumsumbua yule mama. Mwisho akaanza kumpiga yule mama uzeeni. Halafu watoto wanalipa bili, watoto wengine wako Ulaya, baba yule angalau alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi, mama alikuwa ni mama wa nyumbani. Alafu baba alikuwa anajua Kiingereza, yeye angalau yani yes no zipo kidogo, ni mwalimu. Wale walimu smart wa shule ya msingi zamani walikuwa wanafanya kazi na kina mama Mari hapa. Kwa hiyo angalau ana akili, anaenda Ulaya, anaweza kusafiri, anaweza kufanya mambo mengi, anatembelea watoto wake. Na akirudi anampiga mama kama gunia. Mwisho siku moja akiwa anampiga mama na amelewa, kutoka huko Bamba, hela ni za watoto wa huyu mama. Watoto wake aliowanyonyesha. Lakini sio tu kunyonyesha, waliotolewa ubavuni kwa kisu. Jamani, huku duniani tuangalie vizuri. Angalieni vizuri jinsi mnavyoenenda. Sasa siku nyingine amekuja amelewa kwa bia ambazo watoto wa huyu mama wamempelekea hela. Kaja akampiga mama, akaona haitoshi, akamng'ata hapa. Alipomng'ata yule mama alipata kansa, hakupona. Akapata kidonda kibaya sana hapa na kansa. Kwa hiyo akaendelea kuuguza kidonda na kansa. Maumivu aliyoyapata ya kansa iliyotoka ikaingia kwenye koo pia. Akawa anamwambia yule baba, mimi nakufa. Hao watoto Mungu alinipa walitokea hapa kwenye ubavu wangu, nilichanwa kwa kisu. Watoto hawa nimewazaa kwa kisu. Hutakula chochote kutoka ndani ya hawa watoto. Hutakaa ule chochote. Ninapokufa utakula chochote kwa hawa watoto. Umeenda kumtafutia na wanawake wengine huko na ukaona sifai, leo unaniua kwa magonjwa ambayo sikutarajia, basi utakula chochote. Yeye aliamini labda Mungu atafunga koo la yule baba. Yule mama kweli alifariki. Lakini ile laana ndio inayozungumza kwamba ni a stumbling block. Maovu yenu yamewazuilia ninyi na mema yakageuzwa. You know what? Wale watoto wote walipata kisirani cha ajabu, na wengine wakawa vichaa na wakarudi hapo nyumbani wote baba yao akiwa hai. Wanarusha mawe uko usiku, hakuna kulala usiku kucha. Huyu ametoka South Africa, huyu ametoka Marekani, huyu ametoka hapa, huyu ametoka Canada, wote wamerudi nyumbani. Na wanataabisha hapa. Wamekuwa vichaa, wamekuwa mazezeta, wanavuta bangi, madawa ya kulevya, gongo. Wamekuwa destroyed. Niwekee tena kitabu hicho cha Yeremia mlango wa 5 mstari wa 25. Maovu yenu yamegeuza haya. Yamegeuza wale wasomi wa South Africa, wale wasomi wa Canada, wale wasomi wa Uingereza, wale wasomi wa kijiji, wale yamegeuza haya. Maovu yenu yamegeuza haya. Yule baba aliishi na hao watoto na Mungu alimpa maisha marefu. Maana yule mama alilaani akasema utaishi sana miaka mingi. Baada ya mama kufa, huyu jamaa aliishi miaka 23. Lakini katika hiyo miaka yote 20 alikuwa anatamani kufa hafi, kuzikwa hazikwi, hata kuzeeka hazeeki. Macho yake yaone dhambi. Kwa nini? Macho nasema maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimezuilia mema msiyapate. Mimi nachotaka kuangalia hapa, nataka kuzungumza katika Kwaresima hii, ni familia ngapi za Kiafrika zenye maneno ambayo yanazuia mema yasitupate na yamegeuza mema yakawa mabaya katika maisha yetu. Nataka nikuambie, unaweza ukahangaika hata mjini, unafikiri ya kwamba kwa nini mambo yako hayaendi, lakini kuna uovu na machozi na vilio ambavyo wakati mwingine vipo katika mji. Biblia inasema, nami nikatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka ili apate kutengeneza mabomoko ya nyumba nisipate. Ninakuombea asubuhi ya leo, mtu huyo wa kutengeneza mabomoko ya nyumba na awe wewe asubuhi ya leo, kwa ajili yako, kwa ajili ya uzao wako na kwa ajili ya familia yako. Ungesema amina, alafu ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Najiuliza, ni watu wangapi ambao
kabisa wakiangalia hivi, wanaona maisha yao yanakuwa na kamba za mauti. Biblia inasema kamba za mauti zilinizunguka. Kamba za mauti zinazoua biashara, zinazoua karama, zinazoua kipawa. Kamba za mauti zilinizunguka, lakini Mungu alizikata hizo kamba katika maisha ya kwangu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele, na karama ya Roho ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Mwokozi. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma. Ninawaomba sana, hebu tafakari pamoja nami na uangalie sana katika hicho kitabu cha Yeremia. Ujue ya kwamba dhambi huzuilia mema yasimfikie mtu. Ni wapi ambako umekutana na stumbling block? Ni wapi ambako umekutana na jiwe la kukwaza? Ni wapi ambako umekutana na kikwazo na kikazuia maisha ya kwako? Ninakuomba tafadhali, hata kama si katika ratiba na mfumo wako, lakini ungana pamoja nasi jioni hii ya leo katika ibada ya Friday prayer. Tutakuwa na maombi maalum, maombi ya kipekee sana jioni hii ya leo. Ibada itaanza saa 12 jioni. Hakikisha wewe unayeabudu pamoja nami unaungana pamoja nasi katika ibada ya Friday prayer, ibada ya jioni. Tutakuwa na maombi maalum. Najua nimezungumza juu ya mambo ambayo yamekutana na maisha ya watu, na pengine unajua kabisa kuna mahali ambako umestuck. Familia imestuck, hali yako ya kiroho imestuck, hali yako ya kiuchumi imestuck, biashara imestuck. Kuna mahali ambako unaona kabisa nimestuck na mema yamezuiliwa, na ulitazamia nuru ikaja giza, ulitazamia faida ikaja hasara, ulitarajia heshima ikaja dharau na aibu. Kuna vitu ulivyovitarajia havikuja kama ulivyodhania. Ni maombi yangu nikukaribishe katika ibada ya Friday prayer ya usiku huu wa leo, jioni ya leo, ambayo pia kwa neema ya Mungu nitakuwa nikifundisha katika hiyo ibada na kuhubiri na kushiriki pamoja nasi katika maombi. Ninakukaribisha, hakikisha ya kwamba unashiriki pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi. Naomba usimame tafadhali. Naomba usimame mahali ulipo, inua tu mkono wako, tulia, acha niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, jinsi nyumba hii na mji huu na familia hii iliyokuwa kama mwerezi wa Lebanon, nakumbuka siku zile za familia hii zikiwa zimestawi, nyumba yao ikiwa ina amani na furaha. Ninakumbuka siku zile za maisha ya mtoto wako huyu leo, ambaye alikuwa amechanua, alikuwa anaonekana kama maua ya kondeni. Jinsi ulivyovika uzuri bonde hili, Bwana, likaonekana kama bonde lenye ubishi na la baraka, kama soari siku zile. Baba, ninainua mikono yangu ya kichungaji, ninaiombea familia hii ambayo leo imegeuka kuwa jangwa na utasa na ukame na aibu na sikitiko na msiba. Ninaombea nyumba hii na uzao wa tumbo la huyu mama ambao, Bwana, leo watoto wake wamegeuka kuwa mateso, ukiwa, utupu na giza na machozi na majuto yasiyokoma katika nyumba na familia hii. Angalia magonjwa yaliyopo katika mji huu, angalia magonjwa yaliyo katika boma hili leo, angalia fedheha na aibu iliyopo katika boma hili leo. Baba yangu mpenzi, ninakusihi, rehemu, samehe, achilia watu wako. Ninaomba katika maombi ya kichungaji kwenye madhabahu asubuhi ya leo, ninamuombea kila mmoja aliyeko hapa na wale wanaoabudu nasi online na kwa njia ya radio. Baba, utujalie neema yako ya kimbingu na uso wako uwe pamoja nasi. Tunawatamka watoto wetu madhabahuni pako. Tunasimama madhabahuni pako kwa neema. Tunasimama kinyume na laana za kila namna zenye uhalali na maneno mabaya
yaliyotamkwa na hasira na ghadhabu ya Mungu katika maisha yetu. Baba, uturehemu. Kristo, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuae dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Kristo Mwokozi, utuhurumie. Uangalie nyumba hii, uangalie uzao wa tumbo la huyu mama, uangalie na boma hili. Ninaomba kwa sauti yangu ya kichungaji na machozi ya kichungaji, rehemu Bwana, samehe Yehova Elishadai. Baba yangu mpenzi, ninakusihi yale mema yaliyokuwa yamezuiliwa, yale mema yaliyokuwa yamezuiliwa kwenye maisha ya watoto wako, na yakageuzwa, mema yakageuzwa kuwa aibu na fedheha. Baba yangu, ninakusihi usimame na ukatutetee. Na ndiposa tunazivunja roho zote za uasi, maapizo, manuizo, mamlaka za giza. Ninakata kamba za mauti katika kazi za mikono ya watoto wako na biashara zao, na mipango na karama na vipawa na mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu. Wabariki watu hawa, wabariki diasporas wote wanaotawanyika mataifa mbalimbali duniani. Bwana Mungu wa majeshi, warehemu, wape kumiliki na kutawala katika nchi hiyo ya kigeni. Wabariki katika nchi hii ya ugeni, nimewaombea katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba yangu mpenzi, ninakusihi zikubali dhabihu na sadaka na nadhiri za watoto wako na mafungo ya siku yetu na kila tunachoomba katika Kwaresma ya mwaka huu. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na sadaka zetu na uzipokee kwako mbinguni. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, kanisa la Mungu liseme amen. Na sasa pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Na jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake likapate kukuzukia wewe na uzao wako. Tazama, nimekubariki, nawe utabarikiwa daima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya.